Habari za wakati huu na karibu tena ndugu mtazamaji, ni kuonyeshe na nikujuze yale ambayo yanazidi kujiri nchini Tanzania katika nyanja za kisiasa. Mwisho wa Samia Suluhu katika siasa umefika. Rais Samia Suluhu sasa akumbwa na matatizo makubwa, atuhumiwa kurejesha udikteta Tanzania. Gazeti maarufu la kimataifa linalofahamika kama The Economist limefichua ripoti za kutisha leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikujuze na nikuonyeshe yote yaliyojiri. Chapisho kubwa la kimataifa limezua utata baada ya kumshutumu Rais Samia Suluhu kwa kuielekeza Tanzania kwenye udikteta. Nakala hiyo iliyochapishwa mnamo Februari tarehe 12 mwaka 2026 inatoa tathmini kamili ya mwelekeo wa kisiasa wa nchi ya Tanzania inayoongozwa na Rais Samia Suluhu chini ya CCM. Inasema kuwa maendeleo ya hivi majuzi yanaashiria kuhama kutoka kwa utawala wa demokrasia Tanzania kuelekea udikteta. Ripoti hiyo inaweka wasiwasi wake kama onyo kwa jumuiya ya kimataifa. Kulingana na chapisho hilo, Tanzania inaweza kuingia katika enzi mpya inayofafanuliwa na udikteta badala ya mageuzi ya kidemokrasia. Lugha kali iliyotumiwa katika uchanganuzi huo wa gazeti hilo, kama unalotazama, imezua mjadala mkali wa kisiasa Tanzania. Kifungu hicho kinaeleza kile inachoonekana kama ushahidi unaoongezeka wa udikteta chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu CCM. Inadai kuwa nafasi ya kisiasa imepungua sana katika miezi ya hivi karibuni. Ripoti hiyo inapendekeza kuwa shughuli za upinzani Tanzania zinakabiliwa na vikwazo vinavyoongezeka sambamba na mifumo ya udikteta. Wachambuzi waliotajwa kwenye kipande hicho wanasema kuwa hatua kama hizo zinadhoofisha ushindani wa kidemokrasia. Chapisho hilo linadai kwamba utawala wa muda mrefu wa chama kimoja unaweza kubadilika na kuwa udikteta. Madai haya ya gazeti hilo la The Economist yamevuta upinzani na kuungwa mkono na kambi tofauti za kisiasa zinazompinga rais. Katika kuchunguza historia ya siasa za Tanzania, makala inafuatilia mizizi ya uimarishaji wa madaraka ndani ya chama tawala. Inabainisha kuwa Chama cha Mapinduzi kimetawala tangu uhuru mwaka 1961. Licha kukiri kuwepo kwa mageuzi, chapisho hilo la The Economist linasema kuwa udhibiti wa serikali kuu umeendelea kuwepo. Inadai kwamba utawala wa muda mrefu wa chama kimoja cha CCM unaweza kubadilika polepole na kuwa udikteta nchini Tanzania. Kulingana na kifungu hicho, usawa huu wa kimuundo huweka mazingira ya udikteta ikiwa ulinzi wa kitaasisi utadhoofika. Muktadha wa kihistoria unawasilishwa kama msingi wa kuelewa wasiwasi wa sasa kuhusu udikteta. Chapisho hilo la gazeti la kimataifa la The Economist linalinganisha hali ya sasa ya Tanzania na awamu zilizopita za mamlaka ya utendaji yenye nguvu. Inasema kuwa utawala wa mapema baada ya uhuru chini ya utawala wa chama kimoja ulishiriki sifa za udikteta laini. Kifungu hicho kinapendekeza kwamba vitendo fulani vya kisiasa nchini Tanzania vinarudia mielekeo hiyo ya awali. Inakubali kwamba vikwazo juu ya upinzani na ukosoaji vinaweza kuashiria udikteta unaoenea Tanzania. Ripoti hizo inaangazia maendeleo haya kama sehemu ya muundo mpana wa kurudi nyuma kidemokrasia. Waangalizi walionukuliwa katika makala hayo wanaonya kwamba mamlaka ambayo hayajadhibitiwa yanaweza kutia mizizi udikteta nchini. Lengo kuu la kifungu hicho katika gazeti hilo ni jinsi viongozi wa upinzani na wanaharakati wanavyotendewa nchini. Hata hivyo, inasema kwa kukamatwa, kufunguliwa mashtaka na vikwazo kwa mikutano ya hadhara inafanana na mbinu zinazohusiana na udikteta. Chapisho hilo linadai kuwa vitendo kama hivyo vinakatisha tamaa vyama vingi vya kisiasa. Kulingana na uchambuzi huo, demokrasia yenye afya hutegemea ushindani wa wazi badala ya vitisho vinavyofanana na udikteta. Nakala hiyo ya gazeti hilo maarufu la kimataifa inaangazia matukio maalum kama mifano ya kile inachoita mielekeo ya kimabavu. Hata hivyo, marejeleo haya yanatumika kuunga mkono madai mapana ya udikteta unaoibuka nchini Tanzania sasa. Ripoti hiyo pia inajadili mashauri ya kisheria yanayowahusisha viongozi mashuhuri wa upinzani nchini. Inapendekeza kwamba ushughulikiaji wa baadhi ya kesi zenye hadhi ya juu umezua hofu ya kufunguliwa mashtaka kwa misingi ya kisiasa. Kifungu hicho kinasisitiza kwa upendeleo wa kimahakama unaoonekana unaweza kusisitiza mitazamo ya udikteta. Inasema kuwa
uhuru wa mahakama ni muhimu ili kuzuia udikteta. Wachambuzi walionukuliwa katika kipande hicho wanasisitiza kwamba uwazi katika masuala ya kisheria ni muhimu. Bila hivyo, wanaonya madai ya udikteta yanapata mvuto. Kipengele kingine kilichochunguzwa katika uchapishaji ni uhuru wa vyombo vya habari. Kifungu hicho kinasisitiza kuwa vikwazo vya wanahabari na vyombo vya habari vinaweza kuchangia mazingira ya udikteta. Hata hivyo, inasema kuwa ripoti huru ni kinga dhidi ya udikteta. Kulingana na chapisho hilo, shinikizo lolote kwa taasisi za vyombo vya habari linaweza kudhoofisha uwajibikaji wa kidemokrasia. Ripoti hiyo inadai kuwa kuzuia uandishi wa habari za uchunguzi kunakuza hali zinazofaa kwa udikteta. Swala haya yanaunda mada inayojirudia katika uchanganuzi wote. Nakala hiyo inachunguza zaidi hatua za usalama katika mikusanyiko ya kisiasa. Inasema kuwa uwekaji kazi mkubwa wa polisi na vizuizi vinaweza kuunda hali ya hewa inayohusishwa na udikteta. Chapisho hilo linapendekeza kwamba sera za utaratibu wa umma lazima zisawazishe usalama na uhuru wa raia. Inapoonya kwamba usawa huo unapoelekea sana, matokeo yanaweza kufanana na udikteta. Ripoti hiyo inataja waangalizi wanaoamini kuwa udhibiti wa kupita kiasi juu ya makusanyiko unaonyesha silika za kimabavu za udikteta. Maoni kama haya yanaimarisha masimulizi yake mapana kuhusu udikteta. Utawala wa kiuchumi pia unatajwa kuwa sehemu ya mjadala juu ya udikteta. Chapisho hilo la gazeti la The Economist linasema kuwa kufanya maamuzi ya kati bila ukaguzi wa kutosha kunaweza kuunganisha mamlaka ya utendaji. Inadai kwamba mkusanyiko wa mamlaka unaweza kubadilika polepole na kuwa udikteta. Wachambuzi waliotajwa katika ripoti hiyo wanaonya kuwa mageuzi ya kiuchumi pekee hayawezi kukabiliana na ushirikishwaji wa kisiasa unaohusishwa na udikteta. Wanasema kuwa uhuru wa kitaasisi ni muhimu ili kuepuka matokeo kama hayo. Hata hivyo, mwelekeo wa kimataifa wa makala hayo ni wa kushangaza sana. Inatoa wito kwa washirika wa kimataifa kuzingatia athari za kuunga mkono serikali ya Samia Suluhu zinazoshutumiwa kwa udikteta sasa hivi. Chapisho hilo linapendekeza kwamba ushirikiano wa kidiplomasia unapaswa kutanguliza maadili ya kidemokrasia kuliko urahisi wa kimkakati. Inaonya kuwa kupuuza ishara za udikteta nchini Tanzania kunaweza kudhoofisha utulivu wa kikanda. Kifungu hiki kinaweka mwelekeo wa Tanzania kuwa muhimu nje ya mipaka yake. Hoja hizi zimekuza mijadala kuhusu udikteta katika duru za kidiplomasia na Tanzania. Wafuasi wa Rais Samia Suluhu wamekataa sifa ya uongozi wake kama udikteta na kupinga kabisa. Wanasema kuwa Tanzania inaendelea kufanya kazi chini ya utawala wa kikatiba. Washirika wa serikali wanasisitiza kuwa hatua za kisheria zinatokana na sheria badala ya udikteta. Wanadai kwamba kudumisha utulivu wa kulingana na udikteta. Viongozi wamesisitiza kuwa mageuzi na miradi ya maendeleo inakinzana na madai ya udikteta. Majibu yao yanalenga kupinga masimulizi yaliyoendelezwa na uchapishaji kama huo wa The Economist. Hata hivyo, wakosoaji ndani ya Tanzania wanahoji kuwa dalili za onyo za udikteta zipaswe kutupiliwa mbali kirahisi. Zinafaa kuchunguzwa kwa ukaribu. Baadhi ya sauti za mashirika ya kiraia zinadai kuwa umakini ni muhimu ili kuzuia udikteta kuota mizizi. Wanataja vizuizi vya uhamasishaji wa kisiasa kama viashiria vya kutatiza. Mtazamaji, habari ama ripoti hizi zinakuja kama pigo kubwa na habari mbaya kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini bado hajaweza kujibu kuhusiana na gazeti hili la The Economist kwa kumtolea tuhuma kama hizi za kumuita dikteta.